Spika wa bunge la Iran ametangaza mkakati mpya ndani ya Hormuz, akishutumu Marekani kwa kuchochea mvutano. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ametangaza kuwa nchi hiyo inaimarisha mkakati mpya kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, akionya kuwa hatua za kijeshi za Marekani zimevunja makubaliano ya usitishaji mapigano na kuhatarisha usalama wa nishati duniani. Katika taarifa iliyochapishwa kupitia mtandao wa X siku ya leo Mei 5, 2026, Ghalibaf ameuonyeshea kidole utawala wa Trump na washirika wake kwa kile alichokiita mzingiro usiokuwa wa haki uliowekwa dhidi ya Iran. Amesema kuwa ukiukwaji huo wa makubaliano ya awali umelazimu Iran kuangalia upya namna ya kulinda maslahi yake katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa baharini. Ukiukwaji wa usitishaji mapigano pamoja na mzingiro uliowekwa na Marekani na washirika wake umeleta tishio kubwa kwa usalama wa usafirishaji na usambazaji wa nishati duniani, aliandika Ghalibaf, ambaye ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa jeshini nchini humo. Licha ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya boti za Iran, Ghalibaf ametoa kauli ya tahadhari akibainisha kuwa Iran bado haijachukua hatua kubwa za kujibu mapigo. Ghalibaf amedai kuwa Marekani haiwezi kuvumilia mazingira ya sasa kwa muda mrefu na kwamba uadui wa Washington hatimaye umedhoofika wenyewe. Tunafahamu vyema hali hii, lakini hadi sasa hatujaanzisha rasmi hatua yoyote kwa upande wetu, alikuwa anaendelea kusisitiza, akidokeza kuwa Irani inasubiri wakati mwafaka kabla kutoa jibu kamili kwa operesheni ya Project Freedom. Ghalibaf amekuwa mhusika mkuu katika mazungumzo ya siri na ya wazi kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika Islamabad, Pakistan. Kauli yake ya sasa inaashiria kuwa juhudi hizo za kidiplomasia ziko katika hatihati ya kukwama kutokana na kuongezeka kwa operesheni za kijeshi baharini. Huku wachambuzi wa kisiasa za Mashariki ya Kati wanasema kuwa taarifa Ghalibaf inalenga kuonyesha dunia kuwa Iran bado ina kadi muhimu za kucheza na kwamba inaweza kufunga mlango wa Hormuz ikiwa mkakati mpya utaanza kutekelezwa kwa vitendo. Hali hii inazidi kuongeza hofu ya kutokea kwa mapigano ya ana kwa ana, huku bei ya mafuta ikiendelea kuyumba katika soko la kimataifa.